wengine wanaomba mara 5 kwa siku, wanapata mpaka alama kwenye mapaji ya uso wao. Pasipo mauti hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunapozungumzia habari za kifo cha Yesu, tunazungumzia habari za msamaha wa dhambi. Maana yake Yesu alikufa badala yetu. Ndio maana anasema angali tukiwa dhambini yeye alituchagua, akasema kwamba akafa kwa ajili yetu ili sisi tukombolewe, ili sisi tusamehewe dhambi. Maana yake pasipo Yesu kufa msalabani tusingeweza kupata msamaha wa dhambi. Kwa kufa kwake sisi tunasamehewa dhambi zetu. Sasa usipokielewa hiki, usipokiamini hiki, maana yake bado haujauelewa Ukristo, haujaanza kuishi Ukristo. Lakini unaposema wewe ni Mkristo, maana yake lazima wewe unaelewa ya kwamba kupitia kifo cha Yesu ndipo tumepata msamaha wa dhambi. Maana yake dhambi zangu mimi, dhambi za kwako wewe zimesamehewa kupitia kazi kamilifu ya msalaba ambayo inahusisha kifo cha Yesu. Maana yake pasipo gharama kulipwa, kama Yesu asingekufa, kama Yesu asingemwaga damu msalabani, hakuna msamaha wa dhambi. Ndio maana tunasema Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Pasipo yeye hakuna yoyote anayeweza kumuona Baba, kwa sababu Baba ni mtakatifu, hachangamani na dhambi. Na kama hachangamani na dhambi, hakuna dini nyingine yoyote, hakuna watu wengine wowote ambao wanaweza kulipia dhambi zao. Ni Yesu pekee ambaye ndiye ametulipia. Uweze ukasema ngoja tu nifanye hiki na hiki na hiki ndipo nisamehewe, ngoja niombe sana ndipo nisamehewe dhambi. Mshahara wa dhambi sio maombi, mshahara wa dhambi sio kufunga, mshahara wa dhambi sio kutoa sadaka. Mshahara wa dhambi Biblia inasema ni mauti, na mauti ndiyo hiyo ambayo Yesu Kristo alikufa. Wapo watu wengine wanaomba, wanapambana, wanafunga, wengine wanaomba mara 5 kwa siku, wanapata mpaka alama kwenye mapaji ya uso wao, lakini bado hawajaelewa hiki kitu ya kwamba mshahara wa dhambi sio kuomba sana, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kama ni mauti, lazima tumwamini yule ambaye alikufa kwa ajili ya hiyo mauti. Bwana Yesu asifiwe sana.